kupigwa goli moja kwa bila. Mechi ya leo afadhali kuliko mechi ya tarehe 10. Ni heri tupigane vita ya 3 ya dunia kuliko mechi ya tarehe 10. Ni mechi ya kisasi. Kwa nini? Kwa sababu Azam wana vinasaba na upande wa pili. Hii ni mechi ya tarehe 10, ni maana ni mechi ya kisasi. Kisasi ni haki. Ni lazima Azam tumfunge ili tuweze kuwa nani kwa mabingwa ligi kuu Tanzania. Kwa sababu nimebakisha mechi 6. Tukimfunga Azam wanabakia maana yake tunapiga tu. Kwa hiyo mechi ni ngumu. Na hiyo mechi ni viongozi wao wote kwa pamoja wa Azam wanashirikiana kuikandamiza Yanga. Sio mechi rahisi kama anavyosema Ismaili. Ni mechi ngumu. Kwa wana Yanga mjiandae kokote. Mechi hiyo tunaenda kukutana katika uwanja wa Azam. Mazila ambayo tumetoka katika uwanja wa Azam, kila mwana Yanga katika nchi anajua. Kwa sio mechi nyepesi. Sio mechi nyepesi. Sio mechi rahisi kama mnavyofikiria. Ndio maana naambia wana Yanga kokote kama mnasikia, kokote mnaposikia. Maandalizi ya mechi ya tarehe 10 yaanze leo. Tarehe 10 yaanze leo. Kwa sababu ni mechi ni ngumu kuliko maelezo. Kwa sababu upande wa pili washasema. Wachambuzi wote washasema. Kwa Azam wanapojiandaa na Yanga manake wanajiandaa mara 100 kuliko kabingwa kuliko wanapojiandaa na Simba. Prince Dube alishatoka kwa sababu mechi ya Yanga atapojiandaa ni tofauti anapojiandaa na Simba, kwa anajiandaa mara 100. Hiyo mechi sio rahisi kama unavyofikiria. Ni mechi ngumu. Ni mechi ya maamuzi. Sasa mechi hiyo ndio tunahitaji kila mwana Yanga kokote. Dua na sala kwa ajili ya mechi ya tarehe 10 kuliko achana na mechi nyingine yoyote. Hii mechi ya kosi ishaisha. Hii mechi nitashangaa mwanachama au shabiki wa Yanga atajadili mechi ya kosi ambayo imeshaisha kwa pointi 3 au mechi nyingine ataletea wakati tuna mechi ngumu tarehe 10. Hiyo na wangato tuangalie mechi ya tarehe na wasia. Mimi bado kijana mdogo, lakini hiyo mechi ni ngumu sana kulingana na tendi ya Azam na kulingana na viongozi wa Azam na kulingana na matukio ambayo yashatokea katika Azam Complex. Mwalimu, unasema una kikosi bora pengine kuliko timu yoyote hapa NBC. Vipi ukiwa na kikosi bora unamuogopa Azam FC ambayo ni miongoni mwa timu ambayo unasema haikuwezi kinafasi na kikosi? Kwanza nimezungumza kitu kimoja. Kuhusu ugumu wa mechi ya Azam, nafahamu. Mechi ya mwisho ya Azam mliona yaliyotokea. Hiyo tusidanganyane. Lakini vile vile Yanga kwa katika uwanja Azam, mambo ambayo yamefanyika katika uwanja Azam, kwa sababu tukakuwa tukaja katika uwanja KMC. Hapa tunazungumza ukiacha on the pitch katika uwanja. Mazingira je yanashawishi mechi kwa bora? Unanielewa sijui? Na hao wachambuzi wanaposema na hao wachezaji wanaposema maandalizi yanavyokuwa zaidi ya mara 100, je mechi itakuwa ni rahisi? Kwa nini ukichukua kati ya kosi na Yanga na mmoja kosi bora? Si mechi imekuwa ngumu na yeye sijuzi ni PS mimi kukwambia hii mechi ni ngumu zaidi kuliko mechi ambayo unafikiria. Haijawa ngumu. Kwa mimi ninachokisema maana yake ni maandalizi ile ya mechi ya tarehe 10. Hiyo ndio finali ya NBC msimu huu. Hiyo ndio mechi inahitaji maamuzi, inahitaji pointi 3. Kwa mwana Yanga yoyote nitamshangaa akiacha kujadili mechi nyingine akiacha mechi ya tarehe 10. Kwa dua na sala wana Yanga na Watanzania kwa ujumla ni mechi ya tarehe Kariakoo Derby ndio ile. So unapozungumzia ugumu wa mechi ya tarehe 10, wao Simba wanazungumzia ugumu wa mechi ya tarehe 9 dhidi ya Al-Masry. Wanasema kwenye hii mechi moja kwa moja mnahusika. Ndio maana wazee hawamtaki meneja, wanalinda uwanja wao. Sasa Ismaili, hapa tumezungumza vitu viwili. Ili ujumbe uende vizuri, tumezungumza mechi ya kosi, tumezungumza mechi na Azam, si ndio? Kwa level yangu na kwa heshima ya mpira wa nchi hii, sipaswi kuzungumza mashindano madogo barani Afrika. Kwa level yangu, narudia tena. Kwa level yangu mimi ni sawa na mwanafunzi wa chuo kikuu, amedisco au amesap. Inapaswa discuss mambo ya chuo kikuu, sio mambo ya nasari. Narudia tena, kwa level yangu mimi, labda kwa washabiki wengine, kwa level yangu mimi napaswa nijadili mambo ya chuo kikuu, sio mambo ya nasari. Siwezi kujadili mambo ya nasari ya shirikisho. Hazi yangu kujadili kabingwa barani Afrika. Hayo mambo mtajadili na watu wengine. Hayo mambo tajadili baada ya mechi. Lakini kiuhalisia kwa level yangu mimi na heshima yangu hivi, mbunge mtarajiwa, nijadili mambo ya shirikisho. Kombe la kina mama. Wanasema mkono ule. Hilo kombe la kina mama nyewe mlifika finali. Hiyo unazungumza wewe, so mimi. Hayo unazungumza ni tofauti. Ile kombe na mambo yake. Sina unaelewa sijui. Hayo ndo sitaki kabisa hayo mambo ya nasari. Siwezi. Mimi ni lecture chuo kikuu naanza kujadili mambo ya nasari. Hassan Dalali wanasema kama mnaona kufika robo ni rahisi, kwa nini hamkufika mara 5 walizofika wao? Inshallah, mwambie katika msiba lazima kuna watu watakuja kulia na kuwasindikiza katika msiba.
Kwa hiyo utakuwepo miongoni mwao. Narudia tena, katika msiba tunahitaji kuna watu kulia na kuna watu wanahitaji kusindikiza msiba. Jumatano sio mbali. Shukrani. Wanasema kwa sababu una mpango za kijani. Na pia ile post wanasema ile kaiposti Mwalimu. Wanasema Ile post tunafurahi kuungana tena na mashabiki wa Yanga, nikaona comment Mwalimu ndo atakuwa mimi kwenye ya Almasi. Ndugu yangu, tukivuka daraja tutavuka mto. Ngoja tufike daraja. Shukrani. Asante.